Ndio, kwa hapa Dodoma tuna fursa nyingi za utalii kwa sababu ukiangalia kwa nchi yetu ya Tanzania, Dodoma ni mkoa pekee ambao unazalisha zao la zabibu. So kupitia hilo zao la zabibu tunaweza ikawa ni fursa mojawapo ya kufanya utalii wa kilimo cha zabibu. Kwa hiyo tunaweza kama vijana ambao tunapatikana mkoa wa Dodoma, tukaweka umoja wetu, tukaanzisha mashamba mahususi kwa ajili ya kilimo cha zabibu, ambayo yale mashamba yatakuwa yanawavutia watu kutoka sehemu mbalimbali kuja kujionea ni namna gani zabibu inakuwa processed kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Pia mkoa wetu wa Dodoma tuna sehemu za kihistoria kama Kondoa Ilangi, ni sehemu pekee ya kihistoria ambayo ipo mkoa wa Dodoma. Pia ipo kwenye urithi wa dunia. Kwenye nchi yetu ya Tanzania sisi tuna zile 7 wonders. Kwa hiyo ukiongelea 7 wonders kwa Tanzania, na Kondoa Ilangi pia ni mojawapo. Kwa hiyo ni sehemu nzuri sana, ina historia kipekee. Pia tuna maeneo ambayo yamehifadhiwa kama pori la akiba la Swaga pia linapatikana mkoa wa Dodoma, wilaya ya Kondoa. Pia tuna hifadhi ya Ruaha. Hifadhi ya Ruaha ipo mikoa mitatu. Ipo mkoa wa Iringa, mkoa wa Dodoma na mkoa wa Mbeya. Kwa mkoa geti kuu lipo mkoa wa Iringa, kijiji cha Tungamarenga. Pia kwa Dodoma mwaka jana serikali ilikuwa inafanya utaratibu wa kutengeneza geti kuu kupitia Mpunguzi pale kwenda hifadhi ya Ruaha. Kwa hiyo wakazi wa Dodoma, kuliko mtu azunguke kwa kwenda Iringa, anapitia moja kwa moja pale Mpunguzi, anaingia hifadhini pia. Kwa hiyo kuna utalii pia wa mashamba ya kilimo. Yaani mtu anaweza akawa anatoka labda Mwanza, hajai kuona zabibu. Ndio. Hajai kuona zabibu inaandaliwa vipi, inapandwa vipi. Kwa hiyo akija Dodoma, akienda kutembelea ile shamba la zabibu, atakuwa amefanya utalii tosha, atakuwa amejifunza kuwa zabibu inaandaliwa hivi, ikiwa kwenye stage hii inafanywa hivi, ikiwa kwenye stage hii inafanywa hivi. Kwa hiyo pia kuna wenzetu labda wageni kutoka nje, unakuta mtu kazaliwa kawa mpaka stage ile ya kujitambua, hajai kuona ni namna gani zao fulani linafanyaje, linaandaliwa au linalimwa. Kwa hiyo akija Tanzania ukamwambia twende Dodoma ukaone zao la zabibu linavyoandaliwa na linavyolimwa, na yeye kama yeye atakuwa excited akifika pale akiliona ile zao. Kwa hiyo tunakuwa tumetengeneza kivutio ambacho kitakuwa kinawavutia wageni wengi kuja kuona. Okay. Sisi kama vijana ukiangalia sasa hivi tunachangamkia sana fursa za kitalii, kwa sababu idadi kubwa ya maaskari game wale ni vijana, kwa sababu hauwezi ukawa na utalii bila kuhifadhi. Inabidi uhifadhi ili ufanye utalii. Alafu pia ukiangalia matua guide wengi, asilimia kubwa ni vijana, na sasa hivi naona hata wadau mbalimbali wa utalii wanajaribu kufungua vyuo vingi kwa ajili ya kuwapa fursa vijana wakasome na kufahamu masuala mengi kuhusiana na utalii. Kwa hiyo sisi kama vijana wa taifa hili la Tanzania inabidi tufahamu na tujue kuwa utalii ni fahari yetu sisi. Inabidi tujifunze vitu mbalimbali kuhusiana na utalii. Utalii ni fursa ambayo wewe kijana unaweza kwanza ukajiajiri wewe kama wewe bila kuajiriwa. Maana sasa hivi vijana wengi tupo mtaani kwa ile kero ya kuwa ajira hamna, lakini kupitia sekta ya utalii kijana unaweza ukajiajiri. Unajiajiri vipi? Umesoma utalii, unaweza ukajiajiri ukawa tour guide. Tour guide sio lazima uajiriwe na kampuni au na taasisi fulani, hapana. Unaweza ukajiajiri wewe kama wewe, ukawa unachukua wageni kutoka sehemu moja na wapeleka hifadhini. Ukifika pale unalipia vingilio vya hifadhi, unaendelea na kuwatembeza wageni wako ndani ya hifadhi. Pia ukiachana tu na kuwa tour guide, unaweza ukawa hata hotelia, ukawa receptionist. Pia unaweza ukawa watu wa travel agents wanaokatisha tiketi kwenye kampuni za mabasi, kwenye makampuni ya ndege. Kwa kama kijana kwenye utalii kuna fursa nyingi sana. Pia unaweza ukawa hata mpishi. Sisi huwa tunaamini sana kuwa masuala ya mapishi ni ya wanawake, hapana. Na kama ukitembelea mahoteli mengi makubwa yale 5 star hotel, 2 star, 3 star, mashefu unakuta ni wa kiume. Na vijana sisi huwa tunajirudisha nyuma, tunasema mimi siwezi kupika kwa sababu hiyo ni career ya mwanamke, hapana. Kwa hiyo kupitia utalii pia unaweza ukajifunza mapishi, ukajiajiri wewe kama wewe, ukafungua mgahawa wako, ukawa
unatoa huduma ya chakula pia. Kijana ambaye anatusikiliza